Kuhusu chumba hiyo. Yaani kuhusu kuvua nguo. Mimi kwanza nilikuwa alikuwa mtupu mshikaji? Alikuwa mtupu, nimekuta na boxer ameshika moja. Huyo akiwa anakanga kifuani. Yaani subiri mimi sio najieleza na ile situation. Yaani yule kaka kwanza mimi nilikuwa namuonea aibu. Sikuweza kumwangalia usoni. Kwa hiyo mimi nilikuwa naangalia zingeukia ukutani na chezea simu. Kwa hiyo moment ya ukiwa na kanga. Yaani nimetoka kuoga na ngoja kuvaa nikana sina pa kwenda. Nikasema acha nilale zangu. Kwa kipindi kama ameingia kama alivua nguo alifanyaje mimi sijui. Maana sikuwa na ile confidence ya kutazamana naye. Kipindi huwa anafika kuingia ndo kipindi shule kaongea ameingia kwa nini? Kwenye shuka. Yaani kipindi ameingia ndo kipindi ndo ameingia kwenye shuka. Lakini alikuwa amevua box, amebaki na boxer. Wakati anavua nguo ulimuona? Nilikuwa yani sikuwa na unaelewa sikuwa na confidence ya kumwangalia usoni. Lakini ulisikia kuwa anavua nguo? Yeah. Nilisikia. Ukaendelea kuangalia ukutani? Mimi kaendelea kuswipe kwenye simu yangu, sikuwa namzingatia. Kwa hiyo alipokuja ile moment alikuwa kama tulikuwa tumetoka kufanya chochote ndio alikuwa anadianda. Ndio alikuwa anafanyaje? Amevua nguo ile hapa ndani kitandani. Ndio kama hivyo. Okay. Ukiangalia na make sense hapo. Tunakuuliza. Yaani ndio walifika mfano labda angechelewa ningesema nililala naye lakini hujai kulala naye? Nimewahi. Lakini sio hapa. Sina ngole walisia. Ushakulala na shemeji yako? Ni kweli nimekulala naye. Napo serious kabisa. Ngoja jamani, tumekubaliana hichi kikao chetu kidogo. Ngoja. Tulieni hapo, kaa hapa. Mnanivua nguo sasa. Haya, kaeni hapo. Nimedondosha vitu vyangu. Okay? Kaa hapa mama. Usifanye kitu chochote, tuongee kwanza. Ngoja basi tumalizie, usijali mama, tunaongea. Kwani siku ambayo mpaka unaenda kulala naye ilikoje kwaje yani? Haya sawa, ilikoje kwaje hiyo siku mpaka unaenda unafunga virago unaenda kulala naye? Alianzisha story gani? Mlianzia wapi? Alinitaka niambia nataka tukatafute chumba. Okay. Wapi huko? Ilikuwa ni Soweto. Hiyo ni lodge, hoteli, bar, nini? Yani okay, sawa. Ulikutana naye? Ulilala naye wapi? Kwake? Kwake. Maana mimi nilifika na njoo tukaangalie chumba tukachukua na furniture. Nilifika na kaniambia kwamba nenda kuchukulia kila kitu unachokitaka lakini nataka kwanza nifanye mapenzi na wewe. Kwa hiyo mimi ndio nikaa tuna tamaa hivyo kupata tukile chumba. Kwa hiyo Mairo akakubali kuvutu wako kweli bila vitu vidogo. Okay. Kwa hiyo siku hiyo ukampa. Sasa vipi kuhusu chumba, furniture? Viko wapi? Aliniule kitanda nikakika kwa mtu kwanza akaniambia sikilizia kwanza kutafutia ile kodi. Ndio mara pili akaniita ile akanipa kodi. Ndio nikaenda kulala naye tena. Katika siku ambazo nimekutana na story ya kusisimua, basi leo ni siku hatari sana. Okay, sawa. Mna mahusiano sasa hivi na shemeji yako? Ndio naongea naye. Anakupenda? Ndio anavyosema. Wewe unampenda? Mimi nifanye kwa sababu. Sasa una mpenzi wako, kwa nini asikununue furniture? Au mpenzi wako hai? Ana mpenzi wangu labda tunulie lakini nilaka sababu kuja cha haraka nianze nacho. Ngoja basi, ngoja tumalizie. Utarudia tena labda. Fanya hiyo mambo. Utarudia tena. Unarudia. Ni tabia yake. Kama anaweza kumsaidia rafiki yake anarudia. Unakunda ni ya muda gani yani? Sasa hivi mna mahusiano ya muda gani? Miezi miwili. Na mnakulana fresh, mahusiano yanaendelea? Sita tu hapa alafu miezi miwili yani. Maida. Pole. Hapa inabidi sasa inabidi tumpigie mshikaji tumuulize. Kama mna namba yake basi naombeni mumpigie, tutumie, kuna backup simu hapo mnaweza mkampigia. Nani ambaye atazungumza naye? Una dakika? Una dakika? Tunaomba simu yako.
Okay. Jamani tunampigia mshikaji simu. 6 pigia jamani. Make sure unagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini ili uwe mtu wa kwanza kupata kila video ambayo nitaipost. Anaitwa nani Choice? Nani? Stani au Choice? Choice. Yo. Halo. Halo. Poa, mambo baby? Safi. Si hapa uko? Naomba uje hapa kwangu mara moja. Njoo, kuna kitu nataka nikuonyeshe. Njoo bana, mtu kija utaona. Sikia, njoo kwa ajili yangu please, naomba uje mara moja tu. Ya ncha maana. Hapo. Kuja. Haya sasa jamani, jamaa anakuja, tutapata suluhisho, tujue kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini wewe bwana, sio vizuri bwana, sawa? Sio vizuri kutoka na mashemeji zako, tafuta kwako. Ya furniture vinini ni vitu vya kawaida. Okay, so tunaenda break kidogo, tumsubirie mshikaji tuone kama tunaweza tukapata chochote kutoka kwake. Make sure unagusa neno subscribe hapo chini. Done. Yo, baba na baba. Kama kaa. Ni gani? Ndio. Nipo. Kama kaa mzee. Fresh mwanangu kama. Baridi mwanangu. Niambie. Mwanangu mimi naitwa Monsuri. Kuna kitu kimoja ambacho kimenileta hapa amazing sana. Kutoka kwa shemeji bwana. Shemeji ana surprise hapa, anataka kukwambia leo. Shemeji, unajua kama shemeji ana Ujue kila kitu kina sababu mwana. Ndio. Afu vote pia vinahusika kwenye furaha. Ndio. Kwa jambo la furaha pia. Mimi mwanangu waga napenda sana kufanya challenge. Kwa hiyo bwana shemeji kanipa surprise. Kaniambia bwana kuna challenge nataka tumsurprise mpenzi wangu. Unaelewa? Vizuri pia. Na mimba mambo ya mtoto. Upo tayari kwa na mtoto kwa sasa hivi? Kwa sababu ni mtu unayempenda. Siwezi ngakataa kwamba eti sipo tayari. Ndio. Sababu ninachokifanya tu akijua, ila inakuwa mambo fulani hivi. Okay, sawa. Tusicheleweshe sana kwa sababu nilisikia anakwambia kuwa uko busy na mishemishe zako. Kuna kitu hapa ambacho bro tunahitaji kuzungumza ambacho hakipo sawa kutoka kwa hawa watu wawili. Huo ndio kweli. Sijui unaweza kusema au mimi ndo niseme? Naomba tu nimuulize mwenyewe. Muulize. Choice. Unatoka na wewe demo hapo? Yes, kuelewi. Unaelewi nini hapo? Nimekuuliza tena. Unatoka na wewe demo hapo? Sasa wewe una uhakika gani? Kwa mfano nikikwambia hapana au ndio, wewe unaniuliza hivyo kivipi? Yani ndio sijaelewa. Uhakika upo. Sawa, na sisi wajinga kuita hapa. Uhakika upo. Unatembea na wewe Myra. Sikia kwambie. Yeye ulipomuuliza yeye akakwambiaje? Kila kitu kaweka wazi. Kwa hiyo acha kudanganya watu hapa. Hebu funguka bana. Eti ni kweli unatoka na huyu demo hapa?
Sikia kwambie kitu bro, unaona? Yaani wewe anachokiongea mimi simuelewi yani. Au basi ngoja tumuulize mwenyewe. Labda muulize. Maira, unatoka na hapa? Ndio. Umeona? Unakataa nini? Anasema ndio, anatoka na wewe. Joyce, unakataa nini hapo? Afu pia bro, niliambiwa kuwa wewe msanii bwana. Mimi bwana, na mimi waga natengeneza mambo fulani hivi za kupush kazi. Naweza nikakupushia kazi yako, unajua tukaenda mjini kidogo kwa watu kadhaa nini, si unajua? Yaani mwanangu ile wewe hiyo sawa, ni kweli hujakosea, lakini kwanza twende kwenye hili kwanza. Yaani unajua kwanza yaani hapa au ndio surprise yenyewe yani. Na sasa si ndio bibi hapa anataka kuwa mkweli, kwa sababu mimi ngoja nikuchane. Issue ni kwamba bibi hapa amegundua kuwa huyu Maira ndani ya mwezi mzima amejua kuwa wewe una date na huyu mama. Alafu dakika za mwisho ni kwamba anajisikia vibaya sana, alafu anaishi ndani pamoja. Kuna kitu chochote kibaya kinaweza kuja kutokea, unajua, kwa sababu mtu bado ana ile jealous ndani ya moyo wake. Sasa hapa tupo kwa ajili ya kuitoa ile jealous, ili kila mtu aishi na maisha yake. Sijui unaelewa? Shemeji naye kule amekubali, shemeji yako. Umesema ni kweli uliwakuta? Kweli niliwakuta. Aliwakuta ndani umevaa boxer. Shemeji nao unasema kweli yani unakosea. Yaani makosea yani Mazingira sio mazingira yani. Msimu uliwakutaje? Nilikuta kwa utupu. My brother. Alafu unakuja kukataa. Kwa nini? Okay bro, kwa nini labda unamchiti? Mama ana kasoro yake, anataka kujua kasoro yake. Sikia, yani kiukweli mimi yani nikwambie tu ukweli, yani sifichi. Sio kwamba ajui kwamba mimi namkubali. Yani yeye mwenyewe anajua mimi namkubali. Anakukubali? Hapana, asingenichiti. Miaka 5 anasema mpo kwenye mahusiano, my brother. Wewe asikia. Yani mimi na mambo mengi ya kufanya. Sawa. Ndio maana tunataka hili jambo ili tuliweke liwe sawa. Yeye kama anaona ataka jinsi ya kulinyosha yeye, angalie jinsi ya kulinyosha yeye, sio mimi. Afu kwanza kuniitia watu vipi mtu? Hapana, mimi siwezi. Ndio maana nimeita watu wanisaidie, kwa sababu wewe hapa rafiki yangu. Sio tukafikia pabaya kwa sababu yako wewe. Wewe unaanza unataka kumwambia nini? Afunguke tu, aniambie ukweli. Sina shida. Ananipenda mimi, anampenda huyu. Hilo tu nataka kujua. Wewe ukiangalia hapo ndachukua maamuzi gani? Ukiangalia hapo mimi nachukua maamuzi gani? Au ndo umeamua hapa kunizalilisha? Hamna bro. Yeye anataka kuwa huru tu. Na simama mama kidogo hapa tuzungumze. Na vipi kuhusu swala la furniture bro? Eti ulimnunulia furniture, tanda sijui nini, au alikuwa anadanganya? Kwa sababu hapa inawezekana tusikulaumu wewe, kumbe dakika za mwisho kumbe mwanamke ndo anatamaa. Tunataka kujua huyu hayupo tayari kwa ajili ya kuvunja mahusiano. Yeye anataka kujenga kwa sababu anakupenda. Ila shida ni kwamba anataka kujua huyu ndo mnafiki au wewe umempenda. Kama umempenda, mmependana, yeye yuko tayari kuachia muendelee na mahusiano yenu. Wasikia, huyu hapa mimi ni pisi yangu au sio? Lakini huyu hapo mimi nimetoka naye kwa sababu tuseme labda kwa sababu ya kumsaidia, na sio kwamba kumsaidia kama yeye alivyofikiria yeye. Ila kiukweli mimi nampenda pia. Unampenda huyu? Yaani mimi nawapenda wote wawili. Yaani unatupendaje? Unatupendaje wote wawili? Unatupendaje? Kwani kuna kitu unakosa? Shida sio kukosa. Shida kuna kitu unakosa? Hapana. Shida sio kukosa. Shida nataka wewe hapo ni mwanaume wangu na mimi ni mwanamke wako. Yule wa nini? Okay. Mama, unampenda mshikaji? Mimi simpendi, kwa nataka tubaki ilivyokuwa mimi naidi, maana mimi sina pa kwenda kwa sasa hivi, nilikuwa nataka nianze maisha yangu. Ndio umesikia? Amesemaje? Yaani mimi nilifanya vile nipate zile furniture alizoniambia kwamba atanifanyia maisha yangu niishi mwenyewe. Kwa mengine kwa sababu kidogo kama furniture tu. Hivyo unajisikia unachokiongea unakielewa? Anasema eti akupendi. Umeona? Unachokiongea unakielewa wewe? Hivi unacheza na kitu kinachoitwa mapenzi. Unajua mapenzi vizuri wewe? Yaani wewe afu unajua unanichanganya wewe. Unajua unaniharibia afu unanivuruga kichwa changu wenyewe kibovu hichi. Dakika 3 zenyewe ni nyingi yani. Kwa hiyo ulikuja kwa tamaa vitu tu, ununulie kitanda basi uchukue hiyo masofa sio TV, ndio umeona vitu vya maana, sio mapenzi au sio?
Sinaongea na wewe. Afu na wewe shemeji yangu ulishindwaje kwa kuniambia? Kwa kama umeweza kuona mimi natoka naye, afu ukajua mapigo yake ndio, kwani ulishindwa nini kuniambia na wewe? Kama ulivyofikisha ujumbe kwa huyu, wewe ulishindwa nini kuplay part yako kunifuata shemeji yangu ni hivi na hivi, akuelewi kwamba ni tamaa. Plan yake kubwa mimi siwezi jua. Sikia, ujue hii michezo mnaniletea. Michezo unaleta michezo. Na kwa nini tukana mtu yani marafiki? Hivi ujue mtu mnaniletea michezo wenyewe na mnaniletea michezo. Kabisa, tunaheshimiana. Kwa nini hujiheshimu? Sasa hapa nani mwenye tamaa? Mimi natamani kujua ni huyu au nani mwenye tamaa? Wote wana tamaa. Huyu kamtamani, ukatamani vitu vyake. Huyu kampenda hajamtamani. Anapendaje watu wawili? Wewe uliona wapi? Uliona wapi? Moyo wenyewe unakaga mmoja. Unapendaje watu wawili? Jamaa anakuhudumia? Kunihudumia ndo anahudumia kwa sababu ndo ananilipia kodi hapa. Na huyu cha kubembe. Tamaa kwa mashemeji zako. Ni hichi kikodi tunataka. Sasa hapa kusuluhisha hisi. Sasa sikia mwanangu, hii haisuluhishiki au sio? Ndio. Yaani hapa kinachobaki kiko hivi. Yeye huyo aseme alitamani furniture, alitaka nini, sio alitaka nini kutoka kwangu, ila yeye ajue kwamba mimi nampenda, bibi mkubwa mwenyewe mimi nakupenda hivyo hivyo. Na wewe tupenda wawili. Upo tayari kuwa na bwana mkubwa hapa? Sio wewe ongea. Yaani mimi hapa kama naachana rafiki yangu niko tayari kuwa naye. Yaani unakuwa naye kwa sababu zipi? Unampenda au yaani ni vipi? Hebu kuwa mwazi, ongelea moyo wako. Unampenda mshikaji, umpendi? Mimi nampenda, lakini ni vile tumekuwa naogopa kuongea bila rafiki yangu. Kwa mnapendana? Sio mnapendana, mimi nawapenda wote. Yaani vile vile mimi nakupenda afu yeye mwenyewe pia anampenda. Nitoko kwa mnapendana. Kwa hiyo ulichoona hicho ndo suluhisho, kumuita bro hapa hivi kwamba ndo yani ndo nini yani. Kwa hiyo mnapendana. Nishakwambia hivi, tunasimama kwenye pointi ambayo iko katikati ya jambo. Yaani mimi nakwambia mimi ndo mimi, alafu mimi ndo nakupenda wewe, alafu nampenda na yeye. Hawezi tupenda wote bana, si mwenyewe unakaa mmoja, unatupendaje watu wawili? Maamuzi yako ni yapi wewe? Maamuzi yangu, huyu atoke kwangu akajitafute huko, na huyu afatani. Sitaki. Nani atakulipia kodi? Napambana, nafanya kazi, nitalipa. Maana hata kabla yake nilikuwa nalipa. Over. Love, muandalie nguo zake aende. Aende wapi? Atoke kwangu. Si mshanunua furniture, kapangishia nini? Chumba sina kilipia. Usiani siwezi kani nitamuua. Sasa wewe sikia. Mimi ndo kusema. Mimi ndo kusema. Yaani kauli ni ya mwisho hii. Final say. Yaani kwamba hivi mimi nawapenda wote, na kama utaona haifai, sawa? Mwambie yeye atoke, ila ukae ukijua mpo pamoja. Yaani kumtoa hapa sio kama ndo umeondoa kila kitu. Hii aishi mpaka ishe tena. Amini kwamba basi kwa hivyo mimi simtaki tena. Mtaki mshikaji? Mshikaji anakupenda. Mimi simtaki. Basi. Sasa sikia, hii inaishia hapa hivi. Sikia kwambie kitu hapo. Sawa? Si alikuita usuluhishi? Sasa mimi ndo nakuwa msuluhishaji, si ndio? Kwa sababu mimi ninavyotamani ili dude inabidi liishe, ili mradi watu wabaki na amani. Sasa hapa tunafanyaje? Huyu hawezi kubaki hapa. Akitoka hapa anaenda wapi? Kwa sababu mpaka nilipofikia huyu ana hasira na huyu wanaweza kufanyana kitu kibaya usiku. Tunasovu vipi sisi wanaume katika hili? Nimeshasema hivi, mimi ndo msuluhishaji na mimi ndo kusema. Sawa? Kama amemwambia huyu hapa achukue nguo atoke, sawa? Wewe ama mtu wewe chukua nguo. Sawa? Tunatoka. Alafu sasa sikia na wewe. Sawa? Na huyu mwenzako huyu. Sawa? Na pia sitaki kumuona hapa. Huyu rafiki yangu anapakwenda. Ndio nishasema na hao watu wako nao waita pia na hizi simu zao wanichukue video. Pia naweza nikawaharibia. Huko bro, sisi bro tuzungumze tu kuhusu hili swala huko. Yaani unazungumza kipi? Sisi tunachotaka hapa sisi ni kusuluhisha ili mradi jambo liishe. Kwa hiyo hapa sisi tulimalizie tu mimi na hii. Huyu mtu unanishuti achana naye. Ana baya. Na kama ikiwa mbaya kama vipi tuna cancel tunafuta tu. Ache ndio hivyo nimeshamwambia achukue nguo tusepe na huyu ambaye anaishi naye kuanzia leo sitaki kumuona hapa. Sawa? Haiwezekani rafiki yangu anapakwenda. Ndio nishasema sasa.
Sasa ndio hivyo na unataka ndio. Sasa huyu anaenda wapi unafikiri? Huyu ataenda wapi? Atajua yeye, anajua mwenyewe atakaponikuta, na najua mimi cha kufanya kwa sababu mimi ninachoamini kwamba nawapenda wote. Hawezi kwenda wawili. Sasa ngombe kitu. Na wewe tafuta perfume. Achapu basi tusepe. Amka. Atoka nenda. Amekuchukua hapo nenda. Start nenda. Mama nasi nishike. Hapana. Ningekuwa niko singefanya ujinga. Ondoka. Niombe msamaha jamani kaka. Sasa mimi nakuombea msamaha. Wewe acha kisu, acha kisu. Msishike. Naomba hicho kisu. Hapana. Nakiomba mimi. Hapana. Sasa hapa itakuwaje? Maisha yanaendeleaje? Wewe una ndugu huku kwa karibu? Hapana. Nyumbani kabisa? Wapi kwenu? Wapi? Machame. Basi mimi hapa na kitu kimoja ambacho naomba nikuombe sister. Cha kwanza samehe. Wewe kama wewe ni Muislamu, si ndio? Sali, usiku amka sali, omba maisha mengine. Hizi ni of course siwezi kuingilia sana kwa sababu staili zenu za mahusiano kidogo watu wa huku ni tofauti kwangu. Yaani mnaona mahusiano yenu ni ya kibabe babe. Kwa hiyo sijui, labda ndo tamaduni zenu. Na wewe wa Machame inabidi ufanye mpango kwa sababu yule ndo analipa kodi. Upo tayari kumuona rafiki yako anaondoka? Hapana, mimi sitamani aondoke. Nampenda. Na alibaki faraja yangu. Sina rafiki mwingine. Hauogopi? Mimi naogopa ile kaka hapana. Ukitoka hapo unaenda wapi? Sina pa kwenda, lakini itabidi niende nyumbani. Uende kesho, sio siku? Enda kesho kwa sababu sasa hivi ni usiku. Sasa hivi ni usiku. Naenda kesho. Sasa sikia anasemaje? Yaani iko hivi. Kimsisitizo ni sawa. Yaani hapa hii sio utaki ndani kwako, hapa ni kwangu. Yaani hapa mimi ni kwangu masaa 24. Nimekuja tu kusema hivi, yaani kwa msisitizo. Sicheki afu sichekeshi yani. Sio, umenielewa? Naenda. Nikirudi sitaki kumuona. Anapakwenda rafiki yangu. Ndio nimesema hivi, mimi ndo nalipa. Kitakachofuata sasa nikirudi, utanjua kwamba mimi ndo choice au mimi ndo ansi upande wangu wa pili. Hapo brother, alafu kitu kingine. Bro, samani, sorry ndugu yangu. Kuna kitu tu ni kama ombi, naomba nikuombe kama itawezekana. Kiume tu kwa sababu sasa hivi ni usiku afu mtoto wa kike. Haya mambo sasa yametokea, sawa, yameshatokea. Mimi najua wewe unajua ni namna gani ambapo unaweza kumaliza naye wewe. Kama vipi huyu aondoke hata kesho kwa sababu sasa hivi ni usiku. Sikia mzee. Hapa sijaongea ngelia. Nimeongea Kiswahili iliyonyooka. Si unanielewa? Nimesema hivi, naenda. Nikirudi sitaki kumuona hapa. Angekuwa anaupenda huo ustaarabu huo, naye angetumia ustaarabu wake kufikisha maneno kwa shoga yake. Sasa hii imeisha hiyo. Afu tuishie hapo, tusitafute mengine. Poa bro. Okay. Anaitwa Love, unaitwa ni una akiba yote balance, labda akiba? Ndio ninao kwenye simu. Kama shilingi ngapi una? Kama 70 tu. 70? Ndio. Okay. Usiku huku na magari ya kwenda nanilio? Hapana, sidhani. Kwa sababu naombeni tu wai nafanya hivi. Sitaki niwe chanzo cha matatizo mengine ambayo yatatokea baadaye. Hata chumba cha pili hapo. Wewe unajuana nao vizuri, una mazoea nao. Kwa sababu tunakaa hapa hivi mnakalala chumba cha pili. Kikubwa tu asinikuta tu kwenye chumba hiki.
Itabidi iwe hivi. Ndio. Unampenda mshikaji? Hapana, naona sitaweza. Siwezi. Basi sawa, ufanye mpango umtoe rafiki yako Sawa. Jamani, kwa sababu pia mnajua tumeanza muda mrefu sana, simu yenyewe pia chaji imeisha. Kwa hiyo mi nitahakikisha hapa anachukua hizo nguo zake, anaenda chumba cha pili huko kwanza, alafu na mimi mwenyewe pia nitaondoka. Na kama kutatokea kitu chochote, basi usisite kunipigia simu, toa taarifa mapema. Hata kama leo usiku kuna kitu tu kiona kimetokea kibaya, piga simu, alafu usiongee kitu chochote. Weka mimi niwe nasikia kitu gani labda mnazungumza. Mimi kule nitakuwa na rekodi kama kuna kitu kibaya chochote ambacho kitakuwa kinaendelea. Sawa? Sawa. Basi sawa. Niwatakie siku njema jamani, nawapenda sana. Kwa majina naitwa Mansuri au Mr. Fani. Unaweza kunitembelea katika peji zangu zote za Instagram, TikTok, Facebook, YouTube kama Mansuri. Kwa watu wangu wa Facebook, make sure unagusa neno lililoandikwa follow. Gusa hilo neno ambalo limeandikwa follow hapo, ili mradi next time tena nikipata video nyingine uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zangu. Na ndugu yangu Choice, mimi najua bado halijaisha hapa. Nitajaribu kumtafuta private kabla sijaondoka huku. Nitajaribu kuzungumza naye, kwa sababu hii issue ya kupenda watu wawili inawezekana kweli. Lakini usiondoke ndugu yangu, naomba nikukumbushe kitu kimoja. Usiondoke kwanza. Bwana, mimi nauza mchele. Naomba sana support yako. Jaribu kuniungisha leo. Ni mchele mzuri kutoka Mbeya, ni mchele unaonukia, pia ni msafi. Unaweza kuutumia katika matumizi yote yale. Kama una shughuli yako, unajua Ijumaa kuna shughuli, Jumamosi, Jumapili, usiache kunipigia kwa namba hizo hapo ambazo unaziona kwenye screen. Yaani +255 787 8647 31. Popote pale naweza kukutumia. Lakini pia kuna wale watu ambao wanahitaji kunisapoti wakiwa nje ya Tanzania. Wao hawana mtu wa kumtumia wala wa kumnunulia. Usisite kunisapoti. Unaweza kununua kilo 50, kilo 100, kilo 20, nikapeleka kwenye kituo cha watoto yatima. Kisha nitakutumia kivideo kidogo chenye uthibitisho ya kuwa mzigo wako umefika mahali husika. Wote mnakaribishwa.